Ikiwa mwanadamu anaweza kumfikiria ndugu yake hata katika matatizo, basi muunganiko huo ndio unaweza kutengeneza mahusiano mazuri. Lakini kwa sababu muunganiko hakuna, mwanadamu amejiweka sehemu ya ushauri. Kwa hiyo ndugu yake akishaibiwa ndio utasikia ndio maana simu yangu siendani mkononi. Na hiyo habari sana. Yeye alichukua tahadhari. Ila kwa sababu ndugu yake hayuko kwenye fikra, anasubiri na wewe ukupate aje kama mshauri. Kwa hiyo tunakuwa na ndugu wengi lakini hawakusaidii. Kwa sababu hakuna muunganiko wa kifikra. Kwa hiyo jukumu kubwa ambalo sisi kama wanandugu tunatakiwa tuwe nalo ni kutengeneza muunganiko. Kwa sababu muunganiko huu ndio utafanya huu wingi wetu uwe na maana kwa kila mmoja. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kutengeneza muunganiko ni kuwepo na vikao vya kifamilia. Familia ikawa tumetenga muda wa kukutana, kuzungumza, kuelimishana. Kukutana huku unaweza kusaidia kutengeneza muunganiko. Watu wakawa wanafikiriana, wanapendana, wanafurahiana na kurahisisha matendeano mazuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, tahadu tahabu wa tasafahu yadhhabu al-ghayyu. Tahadu peani zawadi, tahabu tapendana, watasafahu na peanini mikono, yadhhabu al-ghayyu ankum, itaondoka vile vifundo vya moyo. Hii ni hadithi inayohamasisha kikao. Hata ukiniangalia ndio hivi kuna kikao hapo ndani. Kwa sababu katika lugha wanasema maneno huwa yanajulisha kwa uwazi wake na kwa iltizama. Kwa hiyo kuna mambo unaweza kuyatenda hata kama haukuambiwa, kwa sababu yanalazimiana na ulichoambiwa. Nikikwambia nipe maji, utaleta maji yaliyopo ndani ya glasi. Sio kama glasi. Mimi ninataka maji. Lakini utaleta glasi kwa sababu maji hayabebeki kwa mikono. Kuna glasi inaingia humo. Kwa hiyo tasafa hupeaneni mikono. Unampaje mkono mtu yuko Arusha? Yaani mkono unafikana. Kwa inabidi mkutane kwanza. Mkisha kutana ndio umpe mkono. Kwa hiyo Mtume anatulazimisha sisi tukutane. Kukutana kwetu ndio fursa ya kufanya mambo mengi mazuri yatakayotutengenezea muunganiko. Elimu ya udugu inasema vikao ni fursa ya kutengeneza mazingira ya kusameheana. Ukikutana na ndugu yako, hiyo ni fursa ambayo unaweza ukafanya mambo yatakayomshawishi aondoshe kinyongo kilichopo. Kwa hiyo katika yale ambayo ulimkosea ndugu yako, ulimsababishia maumivu, yale maumivu hayawezi kuondoka mkiwa mbali. Huwezi kutibu moyo wa ndugu yako ukiwa mbali naye. Ila mnapokutana, hiyo ndiyo fursa pekee ambayo unaweza ukafanya jambo hata kama ni dogo, ikawa ni sehemu ya tiba yake.
mkafurahi, na ile furaha ikasafisha moyo. Ndio maana Mtume akasema tahadu, peaneni zawadi. Lakini hiyo ni kama hatua ya pili. Kutaneni kwanza, mkikutana mtapata fursa ya kupeana zawadi. Hiyo zawadi ndogo utakayompa ndugu yako ndiyo ni kishawishi cha kusafisha moyo wake, akakutazama kwa sura mpya, na kutokea hapo mnaweza kumkuta mmeungana. Sasa kuna maumivu ya kukoseana, lakini kuna maumivu ya ugeni. Kuna maumivu ya kukoseana, kuna maumivu ya ugeni. Maumivu ya ugeni, yaani wewe mwanakairia na mimi mwanakairia, lakini siwezi kukuona. Kwa hata kuniambia bado na shida 2000, lazima nianze kukujali sana, sababu sikujui. Nilikuwa na uwezo kufanya kikubwa, nitafanya kidogo kwa sababu ndio hivyo ushakuwa mwanakairia. Yale maumivu yanazuia matendo. Lakini tukikutana mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, yale maumivu yanaondoka. Sasa nakujua. Kwa naweza sasa kukutendea hata kama hujaniomba. Mimi nina uhakika kuna watu wamekuja hapa hana nauli ya kurudi, lakini ana uhakika wa kufika nyumbani. Ana uhakika kwa 4%, kwa sababu anajua fulani na bodaboda akiniona amenibeba, kwa sababu ya kuonana. Unaondosha maumivu ya ugeni. Nukta hii itupe funzo, itupe hamasa ya kuona kwamba kukutana ni jambo jingine. Kukutana ni fursa. Wanachuoni wa elimu ya udugu walisema familia yoyote angalau iweke kukutana kwa mwezi mara moja. Hiyo ni angalau, kwa sababu kule kukutana ni tiba ya kisaikolojia. Itaondosha maumivu, itatengeneza muunganiko, na ikawa ni familia yenye matendeano yaliyo bora. Tunamwomba Allah atujalie kuwa ni watu walio bora katika familia zetu. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.